Watanzania, natupende hesabu za kiuchumi, Watanzania 70% wanaishi kwa kutegemea sekta ya kilimo on a daily basis. Morogoro ndio sura, ndio dira ya mapinduzi ya kilimo. In short, in 5 years time, makadirio yetu ni kwamba mapato ya mkulima wa Morogoro yatakuwa leo by then yameongezeka kwa about 500 billion shillings ndani ya Morogoro. Nikichukua wakulima wote wa miwa wanaokuja outgrowers, wala wakulima wadogo, wataongeza kipato mifukoni mwao by 150 billion. Tumeleta mazao ya kakao. Kakao mwaka jana wakulima wa kakao wa mkoa wa Morogoro wamepiga 11 billion bila maandalizi. In 5 years time, na vitu tunavyofanya huko, kakao watakuwa na 50 billion, parachichi watakuwa na over 50 billion. All this money ndani ya mikono ya wakulima wa Tanzania inafanya nini? Hili swala la agribanking, nendeni mkaliangalia vizuri. Mageuzi ya kiteknolojia, mfumo mpya kama msingi. Mheshimiwa mgeni rasmi pamoja na wateja wetu, katika kuendeleza uthubutu na ubunifu wa kuwahudumia vyema wateja wetu hapa nchini, Burundi pamoja na Kongo, na masoko mapya ambayo tunapanua wigo wetu ikiwamo Dubai. Hivi karibuni benki yetu imefanya mageuzi makubwa ya kihistoria kwenye mfumo wetu mkuu wa kibenki. Mfumo mpya wa Terminals Transact au T24 umeiweka benki yetu CRDB katika ramani ya dunia, kiwango sawa kabisa na benki makubwa ya dunia kama Lloyds Bank ya Uingereza na Commerce Bank ya Marekani. Hivyo ni sahihi kusema kuwa mageuzi haya ya mifumo ni sehemu ya mission impossible. Mabadiliko makubwa kama haya hayakosi changamoto. Natambua kuwa wakati wa mabadiliko ya mfumo, baadhi ya wateja wetu walipata changamoto katika huduma, na hivyo napenda kutumia jukwaa hili kuendelea kuomba radhi, lakini pia kuwashukuru kwa uvumilivu wenu. Na nikisema fursa zilizopo ni kwamba kwenye upande wa makundi ya bodaboda, bajaji, na kiangalia katika upande wa bodaboda ni kwamba CRDB wametuona ni kwamba ni watu ambao tuna changamoto kubwa sana, ambao wao wametufikia kuhakikisha ni kwamba wanatupa fursa ya kukopa kwao, kwa maana tuna mkataba na wao, kwa maana bodaboda na bajaji kwa ajili ya kukopa. Kwa bodaboda wote sasa hivi tunaelekezea CRDB kwa ajili ya kupata mikopo rahisi na mikopo ambayo haina riba kubwa. Kwa upande wetu sisi tunawashukuru pia kwenye upande wa mikopo ambayo natuwezesha kwa upande wa watu wa bajaji. Tumepata fursa, tumeondokana na ile mikataba ambayo ilikuwa inaweza kutuumiza. Kwa hilo tunawashukuru sana na tunaendelea kushirikiana nao. Waongeze ubunifu na waweze kuboresha kutokana na changamoto zilizojitokeza. Zilituwekea changamoto hata sisi wateja tukaanza kuogopa na kustuka, ila kwa sasa mifumo imekaa vizuri, mambo yanaenda vizuri.